السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baada, ndugu zangu, awali tunabudi sote kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia wingi wa ziada za rehema na amani mtume wetu Muhammad pamoja na hali zake na sahaba zake pia. Mimi na masikitiko yangu ni kutokana na baadhi ya mashehe zetu, baadhi ya walimu katika dini ya Uislamu kuwapondea watu ambao wamefanya juhudi katika dini. Yaani watu wamefanya juhudi katika dini, alafu wewe shekhe unatoka hadharani kwenye mitandao unaanza kuwapondea. Mfano mfupi tuachukue hao wasanii Alikiba, Diamond, kwa tukio na tendo la kuwafuturisha hao waliowafuturisha na wakawaita wakaalikwa kweli wakaenda wakafuturu. Watu hao wamefuturishwa na hao wasanii na wamefuturu. Ndio wanatoka mashehe wanasema kwamba eti hao wasanii hawajafuturisha kwa sababu waliwaita matajiri ndio ambao wakaenda kufuturu pale, hali ya kuwa maskini hawajawaita kwenda kufuturu. Mimi nawaulizeni nyinyi mashehe ambao ndio mmewapondea hao wasanii, na wauliza nyinyi, mkipewa mialiko na wakuu wa wilaya, mialiko ya futari, wakuu wa mikoa ama Ikulu kwa mheshimiwa mama yetu kule, mkipewa mwaliko wa kwenda kufuturu mashehe, mnaendaga nyinyi ama na nyinyi mnawachukuaga masikini kwaenda Ikulu kule kwenda kufuturu? Mama huwa anafuturu na maskini au huwa anafuturu na nyinyi? Acheni kudhoofisha imani za watu. Wao wamefuturisha, wameshafanya lao na Mungu hakosi kuwapa, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haongei kitu kwa matamanio ila wahyuha. Tumeshaambiwa anayemfuturisha mtu basi Mwenyezi Mungu humlipa ujira mtu yule kama vile na yeye kafunga. Sasa hawa tayari wameshafuturisha hao watu. Wewe unataka kuwa unachokonoa watu wa nini? Wewe shekhi, wewe umefuturisha nani na nani? Katika maskini mtaani kwako umefuturisha nani na nani? Katika maskini ukoo wako wewe umefuturisha nani na nani? Acheni kudhoofisha imani za watu. Baadhi ya mashehe nyinyi tunawaoneni mitandaoni, na mimi niwaombeni ninyi wasanii na wengineo, endeleeni kufuturisha kila siku. Hawa wanaotupigia kelele sasa kuanza kuwaradi nyinyi, hatujawaona hata siku moja wakialika hata majirani zao kufuturu nao. Ndio hao mashehe ambao majuzi kati tu hapa wamesema wana mabodyguard ambao wanawalipa 1.5 milioni, ambapo kuna msikiti unabomokewa au unakosa umeme, ama msikiti unaanguka kwa kukosa fedha za shilingi 300 500 kwa ajili ya kuimarisha msikiti. Leo wewe unakuja kusema kwamba una bodyguard unamlipa 1.5 milioni, hali ya kuwa kwamba misikiti inadhalilika.